Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine ali unazungumzia hawa ni wananchi klabu ya soka. Ukiweza kushuhudia kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, bado ni mvutano na klabu ya soka Young Africans na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unakaribia. Siku zinazidi kusonga, mambo yanazidi kwenda. Leo tayari imeshatimia, imebakia siku 13 tu peke yake kuelekea katika mchezo huo mkubwa kabisa. Sasa mchezo huo unafahamu ya kwamba umebeba hisia za watu wengi, na mpaka sasa haijaonyesha dalili zozote za klabu ya soka ya wananchi hapa nazungumzia Young Africans kucheza mchezo huo. Sasa tamko limeweza kutolewa leo hii kuhusiana na kile kinachoendelea kutoka bodi ya ligi kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea, na je, Young Africans watacheza mchezo huu? Majibu yote niko nayo hapa, na maswali ambayo unajiuliza basi utakwenda kupata majibu yake kuhusiana na mchezo huo na kile kilichoweza kufikiwa mpaka muda huu. Ila kabla tujaendelea kukupatia kile ambacho kimejiri kutoka kwa bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa Juni 15, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans. Bana, mambo awali kabisa ambapo mwanzoni ilikuwa kama ni propaganda ama porojo za kawaida, ila habari za kuaminika ni kuwa Yanga bado wameendelea kuweza kushikilia na wataendelea kushikilia msimamo wao juu ya kile kinachoendelea kwa sasa ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mambo yanazidi kwenda kuwa mazito kweli kweli, ikielezwa ya kwamba unafahamu ya kwamba sasa hivi kumekuwepo na mchakato wa kuweza kuwashawishi klabu ya soka ya Young Africans wacheze mchezo huo. Taarifa ya kuaminika inasema ya kwamba Yanga watacheza dabi na klabu ya Simba Sport Club, kama vile ambavyo ilivyoweza kutangazwa kwamba Juni 15 mwaka huu dabi hiyo itakwenda kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 11 jioni, na Yanga watakuwa nje ya nchi. Yanga wamedhamiria kutomsikiliza yoyote hata akitokea kwenye sayari nyingine. Msimamo wao ni huo, hawachezi game dhidi ya Simba. Simba wao watapeleka timu uwanjani na watakaguliwa. Sheria itatakiwa Simba apewe pointi 3 na magoli 3. Kizungumkutu kitaanzia hapo kwenye utekelezwaji wa sheria hiyo. Huyu Yanga wakisubiri maamuzi ya viongozi wa soka ili waje na pigo jingine kubwa zaidi. Jambo limekuwa zito mara mbili, huku baadhi ya watu wa ngazi za juu wakilaumiana wao kwa wao kwamba jambo hili lingemalizwa mapema sana, ila kuliacha kama hakukuwa na tatizo mpaka sasa bila kutoa maamuzi au maelezo ya kueleweka ni moja ya kosa kubwa walilofanya. Yanga na Simba zimeiwekwa pabaya bodi ya ligi na TFF. Japo taarifa kutoka juu zinadai TFF na bodi ya ligi haya waliyataka, maana walikuwa na uwezo wa kuyatatua katika nyakati sahihi, katika muda sahihi. Huenda kati ya Simba au Yanga asiwepo ligi kuu msimu ujao, ila hii itathibitishwa na muda au msimu ufutwe, ligi iahirishwe. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana. Kwa hiyo kwa haya ambayo yanayoendelea ni kama Young Africans
Africans asipopeleka timu Juni 15, basi kwa mujibu wa sheria itasema ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wakatwe alama zile 15 na alama 3 apewe Simba na magoli 3. Kwa hiyo Simba atatangazwa kuwa bingwa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans, hapo ndipo ambapo na yenyewe itakuja kuweza kuamsha ama kutoa pigo jingine zaidi ambalo huenda likawa kubwa zaidi, kwa sababu unafahamu ya kwamba mchezo wa tarehe 8 mpaka leo hii bodi ya ligi TFF hawajatoa sababu ambazo zilizowekwa bayana ni nini kilichosababisha kuweza kuahirishwa kwa mchezo ule, ikiwa sambamba walieleza kwamba kuna vitendo vya sheria vya rushwa, pia kulikuwa na mambo ya kiusalama zaidi kwamba yalivunjwa. Sasa klabu ya soka Young Africans inataka kujua ni nani huyo ambaye alipitisha vitendo vya rushwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ni nani huyo ambaye alikuwa akiweza kuhujumu soka la Tanzania. TFF na bodi ya ligi bado wanaendelea kuweza kuwekwa pabaya kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kutokana na msimamo huu ambao unaoendelea kwa sasa, huku klabu ya soka ya Young Africans na wao kupitia kwa mashabiki wao bado itakuwa ni kazi ngumu zaidi kuwaambia wananchi kwamba twendeni tukacheze, huku ukiwa bado hujawaeleza sababu ya kile kinachoendelea kutokea. Ni kama vile viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans kwenye hili wamejiweka pembeni na kuwaachia wananchi wenyewe. Sasa hapa ndipo ambapo mambo yanakuwa ni mazito kabisa, lakini watu wanasema ya kwamba kwa nini serikali inaweza kulimaliza jambo hili pengine kwa kuweza kumleta mgeni mheshimiwa mzito kabisa. Wengine wakienda mbali zaidi wakisema hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu akiwa pale siku ya dabi, pengine Young Africans wataona haibu ya kuacha kutokuleta timu, watapeleka timu uwanjani. Lakini kumbukwe kwamba mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, waziri wa michezo, mwenyewe alisema ya kwamba serikali haihusiani ama yenyewe haipo kwenye kutoa maamuzi ya moja kwa moja kuhusiana na issue hii ya dabi, na yeye akasema ya kwamba ipo chini ya ngazi ya TFF kutokana na ina mamlaka ya kufanya hivyo, na FIFA wakisikia kwamba serikali imeweza kuingilia masuala mazima ya mpira, basi Tanzania huenda ikakumbana na kilio ambacho kilichokutana na Kenya, huenda Tanzania yenyewe ikakutana nacho. Kwa hiyo ndio maana hawezi kuona serikali wakiweza kuingilia kutoa maamuzi kwenye hili, ijapokuwa tu watashauri nini cha kufanya, nini pa kusuluhisha na kuweka amani iwe sawa kabisa, kusitokee mvurugano wa aina yoyote. Lakini kwenye issue ya kutoa maamuzi kwenye hili, Profesa Palamagamba Kabudi aliweka wazi bungeni na kusema ya kwamba lipo chini ya TFF na bodi ya ligi, kwa sababu ndio wanaopanga ratiba. Wenyewe serikali wapo kushauri na kuwasikiliza na kuwaweka pamoja Simba na Yanga, TPLB pamoja na TFF. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kusikia kauli ya Young Africans, ambayo mpaka muda huu hawaja promote mchezo huo na wala hawana maandalizi yoyote, ikiwa kwamba wao ndio wenyeji wa mchezo huo, kwamba wanatakiwa kuweza kutangazia mashabiki zao kwamba viingilio ni kiasi gani, itakuwaje siku hiyo, mashabiki wa Yanga watapaswa kuvaa jezi gani, kushangilia vipi. Kwa hiyo mambo ni mengi ya kuandaa mchezo huu, lakini Young Africans mpaka sasa haijaonyesha maandalizi yoyote, ikiwa hata kupromoti kama tulivyozoea zamani kwamba michezo hii huwa inapromotiwa kwa nguvu zaidi ili kuweza kuhamasisha mashabiki wanunue tiketi kwa wingi. Leo hii ni Juni 2, kufikia tarehe 15 tayari zimeweza kupotea siku 10, zimebakia siku 13 peke yake kwenda kushuhudia hiyo dabi, na siku 13 mpaka sasa unazungumzeni zaidi ya wiki 2 ndo zimebakia, na wiki ya pili yenyewe imeshaanza kukatika hiyo. Kwa hiyo imebakia wiki moja na siku kadhaa kwenda kushuhudia dabi hiyo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na